Umemalizika, haikuwa bahati kwenu, umepoteza kwa goli 3. Tuambie mchezo ulikuwaje kwako kiufundi? Mimi naona game tulianza vizuri, lakini game imekuja kubadilika kwetu baada ya mchezaji wetu kuonyesha kadi nyekundu. Kwa hiyo ile game plan yetu ikawa tayari imeshaharibika. Kwa hiyo sababu kubwa mchezaji wetu alipofanya makosa kutoka, kusema kweli ilibadilisha game yote. Lakini yote kwa yote nawapongeza vijana wangu kwa sababu wamecheza kwa muda mrefu sana wakiwa wako nusu. Wamejitahidi kadri ya uwezo, lakini mchezo wa mpira ni mchezo wa makosa. Tulikuwa tunafanya makosa ya mtu binafsi. Yaani ukiangalia magoli karibu yote tulikuwa kama tumewapa zawadi. Kwa hiyo lakini mchezo wa mpira ndio uko hivyo, tumpoteza mechi, tunajipanga kwa ajili ya mechi zinazokuja. Mwalimu, wewe mwenyewe umekiri kwamba mlifanya makosa ya wazi ya kuwazawadia Simba magoli. Kipindi cha kwanza mlifanya hayo makosa, mkaenda mapumziko. Ulizungumza nini na wachezaji wako? Kwa sababu kipindi cha pili waliporudi goli la 3 nao ilikuwa ni kosa kama ambalo lilitokea kipindi cha kwanza. Unajua wachezaji wanakuwa wanajisahau. Tuliwaambia kwa sababu Simba wanakuja wanatupresia kwetu kabisa kule. Kwa hiyo tukipata mipira pale tutoke kwa haraka kwenye eneo la kwetu, lakini kwa bahati mbaya wanajisahau, wakawa wanacheza zile pasi back pass ambazo uwanja huu ni una nyasi nyingi. Ukipiga pasi kama hujakaza mguu wako unakuta pasi iko fupi. Kwa hiyo kama hilo goli la 3 amerudisha back pass, mpira hauna nguvu, mtu kauai ameenda kuscore. Coach